kati ya majukumu yake ambayo ameanza nayo ni kutaka ulimwengu na viongozi wote waliopo katika madaraka katika ulimwengu tuko na uishi leo, kuhakikisha kwamba wanawaachilia huru waandishi wote wa habari ambao wamefungwa kote ulimwenguni. Waandishi wote wa habari waliofungwa kote ulimwenguni waachiliwe huru. Sijui mnaelewa maana ya kuachiliwa huru akisema kazi yao ni muhimu katika kutetea watu na utu wa mtu. Watu na utu wa mtu. Hadhi, haki ya watu kuhabarishwa inahitajika. Hawa watu anasema ni kundi dogo sana ambalo linatakiwa liwe huru wakati wote katika kuyatenda majukumu yake. Lakini akienda mbali zaidi akisema siingili mamlaka ya nchi yoyote ile, ila langu ombi ni kuona waandishi wote wa habari ambao walifungwa kwa namna yoyote ile wanaachiliwa huru, kwa sababu kama ni maumivu wanayapitia, wao wapo katika vita vyao ambavyo hawapigani kwa silaha yoyote ile. Kalamu, vyombo vyao vya habari wanavyovitumia, iwe radio, television ama kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhabarisha tu ulimwengu. Hawana vita na mtu yoyote yule. Lakini kitendo cha kuwa nyanyasa, kuwaingilia, kuwapa mipaka ambayo haitakiwi, sio jambo zuri. Na alienda mbali zaidi. Ndio. Kwenye hotuba yake akasema kwamba mwandishi wa habari ni mtu kama watu wengine, na wanapata maumivu pia ndugu zake, marafiki wanaomzunguka kama watu wengine, na hata wanaokufa pia kwenye vita. Tunatakiwa tuweze kuona namna gani familia zao zinaweza zikaendelea kupata stahiki mpaka pale ambapo maisha yao yatakuwa yamekoma. Maana vinginevyo tunawaachia katika makovu makubwa sana, kwa sababu wapo katika kuweza kuitetea jamii, wapo katika kuwaongelea watu. Jana tukazungumza mwandishi wa habari ni sauti kwa wasiokuwa na sauti. Sasa wakati unatoa sauti yako kutetea maslahi ya watu wengine, na wao anasema huwa hawajisemei, kwa sababu hii kazi ni wito. Sijui kama naelewa neno wito. Yaani ukishakuwa ni wito, ina maana wewe hujiangalia maslahi yako zaidi, unaangalia kwanza kipaumbele cha wale watu ambao wanaenda kuwatumikia, ndipo unakuja wewe. Tunapiga mara ngapi kelele hapa kuhusiana na walimu waongezewe mishahara? Mara nyingi. Tunapiga kelele mara ngapi hapa kwamba wenye vitu wa mitaa wapewe posho? Mara nyingi mno. Mara ngapi tumepiga kelele hapa kuhusiana na waheshimiwa wawakili wasomi kwamba waongezewe mishahara? Mara nyingi. Hata waheshimiwa wabunge tumewahi kuzungumza umndani. Maana wale sio wanapokea mishahara, wanapokea madiwani. Tumezungumza kwa jamani hapa bado. Madiwani mara ngapi tumepiga kelele? Mara nyingi sana. Diwani anakopa mpaka nauli ya kwenda kwenye kikao. Kabisa. Kwa sisi ni sauti tu. Tena anaenda anategemea posho itatolewa kule ya kurudi. Posho isipotoka huko. Wewe bwana wewe. Huyo mtu wa kusukuma maendeleo ya kata huyo. Anakosa nauli. Bwana wewe. Kwa kazi kubwa Mary unaoifanya ni kazi yako, ina heshima kubwa sana. Usiiache wala usikatie tamaa. Huu ni wito. Mbona kama sasa unaanza kunitafuta nizungumze? Huu ni wito. Mshahara wako mdogo wa leo ama hata kama upate chochote, wewe endelea kuishi. Kwa sababu ni wito huo. Kwa hiyo Papa leo kaanza majukumu yake wa 14 kwa kuweza kuzungumza na kutaka hilo kuandishi wa habari. Lakini hapa alizungumzia muktadha wa kuweza kuachiliwa, na akawa anazungumza pia nafasi ya mwandishi wa habari katika ulimwengu ambao tuko nao leo ukoje. Watu wengi sana wamepoteza maisha. Utakumbuka kwenye vita ile ambayo inaendelea kati ya Israel pamoja na wanamgambo wa Hamas, watu wamepoteza maisha. Waandishi wakubwa nguli hapa duniani wamepoteza maisha kwa majukumu yao. Mwezi Septemba huwa tunakumbuka Mwangosi Day, akiwa kwenye majukumu yake tu akitekeleza yale ambayo atakiwa aweze kutekelezeka, yakamkuta yale ya kumkuta. Lakini mwanadamu kazungumza vizuri sana Papa Leo wa 14 kwamba huyu ni mwanadamu, kwa hiyo lazima pia naye apewe nafasi kama mwanadamu. Haijalishi kaja kakuhoji kwa namna gani, yawezekana ni mwanadamu. Sijui kama tunaelewana. Mwanadamu ana mapungufu yake, ana hisia na mihemko yake. Lakini lazima pia uweze kuona namna gani tunaweza tukabebana kwenye madhaifu na mapungufu tulionayo.
La Chiesa riconosce in questi testimoni, penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita, il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere. La sofferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle nazioni e della comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa. Mbona makusudi? Na hizo pressure waga nazipenda sana. Huyo ndio Papa Leo wa 14. Kwenye nuku yake anasema kanisa linatambua katika mashahidi hawa. Nilifikiri wale wanaripoti kuhusu vita hata kwa gharama ya maisha yao, ujasiri wa wale wanaodhibiti heshima, haki na haki ya watu kupata habari ni waandishi wa habari. Kwa sababu ni watu walio na habari ambao wanaweza kufanya uchaguzi huru. Yani wakipi wakipeleke na kipi wasikipeleke. Yes. Lakini anasema dhiki ya waandishi wa habari hawa waliokamatwa inachochea dhamira ya mataifa na jamii ya kimataifa, ikituita sote kuweza kulinda zawadi ya thamani ya uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari pamoja na waandishi wa habari wenyewe. Mwisho wa kumnukuu Papa Leo wa 14. Moja kati ya majukumu yake ambayo ameanza nayo ni pamoja na kuwatetea waandishi wa habari ulimwenguni. Unajua nilikuwa nawaza hasa kwenye vita. Unakuta wanajeshi wakati wanapigana, mwandishi wa habari yuko busy na kamera zake pamoja na mic. Yani anaripoti tukio live, unaona kabisa kinachotokea pale, wewe unakipata kwenye television live. Lakini ukiangalia wanajeshi wakati wanapigana, wamevaa yale mabuti yao ya kijeshi, wamevaa bulletproofs, wamevaa yani vitu vya kuwakinga na risasi labda au na mabomu au na nini. Lakini mwandishi wa habari anaenda kavaa kile kikoti kimeandikwa press tu. Yani hicho tu ndo amekivaa. Kwenye majukumu kama hayo mara nyingi huwa tunapoteza maisha yani kirahisi mno. Yani kirahisi mno kwa sababu hatuna vifaa vya kutufanya vitu kinge tuweze kuepukana zile risasi ambazo zinaweza zikarushwa moja kwa moja. Mary, hata ukiwa na vifaa kama hauko vitani, maana yake ukilengwa ni rahisi kupatikana. Tofauti na mtu ambaye yeye ndo eneo lake, unajua amesomea, anajua namna ya kujikinga na mapigano. Lakini wewe hujui, wewe kazi yako ni kuripoti kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo uwe unavyo vifaa, uwe hauna, kikubwa ni kuishi kwenye kanuni ama sheria ambazo zimewekwa kwamba mwandishi wa habari lazima heshimiwe akiwa kazini. Lakini inawezekana ukawa na vifaa vyote hivi, lakini wasipoheshimu kile unachokifanya, wakazingatia sheria na makubaliano ya ufanyaji kazi wa mwandishi wa habari, utaondoka tu. Utaondoka. Lakini pia kwa namna nyingine ukiangalia hata hao wanaofungwa, unajua mimi siwezi kuja kukuhoji wewe, sija kuchokonoa kwenye kile kisehemu ambacho hujafanya nikaenda kufungwa kirahisi hivyo. Na huko unazungumza mbali sana. Utekelezaji wa majukumu yetu tu ya kawaida. Yani ukiongea ukimponda mtu kidogo, yani kawaida tu. Umeenda kuna mkutano wa vyama vya kisiasa hapo vya hadhara, umeingia hapo na kamera chako, wanakuharas kweli kama sio mwandishi wa habari, kama sio Mtanzania wenzako. Kuna matukio ambayo wao wanataka yafichwe. Kwa hiyo Papa Leo wa 14 amezungumzia katika wigo mpana wa kidunia. Lakini ukirudi katika mitazamo ya kawaida tu, yani wewe mwenyewe ulipo hapo unaweza kuwa unafanya kazi, mbona kama unafanya kazi kwenye mazingira ambayo sio rafiki, kazi haiheshimiki. Kwa nini siheshimike? Na siku moja tukawahi kusema hapa, ikitokea siku moja hapa TV zikazima, radio zikazima, magazeti yakaacha kuchapisha, bwana mnakuwa gizani kweli kweli, sio masiara. Hamna kitu unaelewa kinaendelea. Lakini hawa watu mazingira yao ya kazi wakati mwingine ni magumu, lakini ukienda kwenye maisha yao pia ndio magumu. Huyu mtu anatabasamu wapi? Yaani tumaini lake liko wapi? Yaani at least basi ingekuwa maisha magumu lakini mazingira ya kazi yako vizuri. Sasa hivi vyote mzee unakutana nazo. Maisha magumu, mazingira ya kazi pia magumu. Na tutayari kazi ya kujitolea.
uko nayo. Kitu una passion nacho. Juzi mlikuwa mnazungumza hapa. Bwana unajua ngambia ndo kazi ulionayo. Upiga mzigo na usikimbie. Uko tayari ushakula kiapo kutumikia. Hitimishe hivi Mary J.